wageni jamani, karibuni wageni jamani. Ni kilomita 949 zilizonifanya niagane na nyonga ya jiji la Dar es Salaam mpaka mkoa wa Ruvuma wenye ukubwa wa kilomita za mraba 67,372. Ni mkoa unaokadiriwa kuwa na watu milioni 1,360,000 kwa mujibu wa sensa ya makazi na watu ya mwaka 2012. Ni mkoa wa 4 kwa ukubwa kati ya mikoa yote unayojua wewe hapa Tanzania. Jina la mkoa huu limetokana na kuwepo kwa mto mkubwa wa Ruvuma unaotenganisha nchi ya Msumbiji kwa upande wa kusini. Ruvuma imepakana na Morogoro upande wa magharibi, Iringa na Lindi kaskazini na Mtwara upande wa mashariki. Mkoa huu una wilaya 5 zenye vivutio vingi vya utalii ambavyo vinaweza kuingiza pato kubwa kwa mkoa na taifa kama vitatangazwa vyema. Wahenga walisema uwezi pima urefu wa mto kwa kidole au uzuri wa maji pasi kuyaonja, na ukitaka kujua uzuri wa nyumba shatu ingie ndani uone vilivyomo ati. Mshikampini wa mkoa wa Ruvuma, Brigadier General Balozi Wilbert Agustini Ibuge, alitukalisha kitako na kutulambisha asali nzuri inayopatikana katika boma lake. Karibuni sana kwenye mkoa wa Ruvuma na hususani katika mji wa Songea ambapo ndipo makao makuu ya mkoa wetu wa Ruvuma. Mkoa wa Ruvuma ni kati ya mikoa mikubwa iliyopo katika nchi yetu, kwa maana ya mikoa yetu 26. Ukiwa mkoa wa takribani wa 4 katika mikoa yetu 26. Idadi ya wilaya zake 5 ambazo ni Songea, Namtumbo, Tunduru, Mbinga na Nyasa. Lakini pia mkoa wa Ruvuma unazo halmashauri 8. Tukianzia na Songea Manispaa ambapo ndipo makao makuu ya mkoa katika mji wa Songea. Kati ya miji mikongwe katika nchi yetu, mojawapo ni mji wa Songea. Mji wa Songea ulianzishwa mwaka 1906. Kwa hiyo ni kati ya miji ya kihistoria kabisa katika nchi yetu. Lakini pia sababu ya kuitwa Songea, uliitwa Songea kutokana na kiongozi mmoja wapo mkubwa wa Wangoni ambaye alikuwa anaitwa Songea yeye mwenyewe, na ambaye bado uzao wake unaendelea kuwepo, makao makuu yake akiwa eneo la Maposeni, ambapo sasa kiongozi chifu wa Wangoni Inkosi ya Makosi anaitwa Chifu Emmanuel Zurugama, ni chifu wa 5 wa Wangoni kwenye lineage hiyo. Tunavyo kihistoria lakini pia na kimazingira na kiutalii vivutio vingi sana. Kwa historia nimezungumzia ukongwe wa mji wa Songea, lakini pia zipo taasisi kama kanisa la Peramiho ambazo nazo zimebeba historia ya kipekee. Na wote tunajua kama Watanzania vita vya Majimaji, vita vya ukombozi, na kwangu mimi mwanajeshi hili ni eneo ambalo daima inanigusa na inanipa heshima sana kuwa mkuu wa mkoa wa Ruvuma, kwa sababu Songea hapa ndipo hasa lile vuguvugu la kujinasua kutoka kwa ukandamizaji wa koloni wa Kijerumani, lakini paka hata Waingereza walipokuja bado, licha ya kwamba vita vya Majimaji vilikuwa dhidi ya Wajerumani na walikuwa na wakati mgumu sana kupambana na mababu zetu,
na vilisambaa kutoka Songea kuelekea kaskazini mpaka Iringa. Kwa vyovyote, hii ni historia ambayo ni muhimu sana kuendelea kusimuliwa kwa vizazi vilivyopo na vizazi vijavyo, kwa sababu ni historia iliyoacha chembe na chachu ya ukombozi, sio tu wa eneo hili la kusini, lakini wa taifa zima, kwa sababu vuguvugu hili lilikwenda sio tu Iringa mpaka Morogoro na kupanda juu zaidi, na kuwapa ule mshawasha mababu zetu kwamba hawezi wakakubali kuendelea kukandamizwa na kutawaliwa. Mkoa huu ni wa kilimo. Ufufuaji na uimarishaji wa viwanda unaendana na eneo la uchakataji kwa sehemu kubwa ya mazao yatokanayo na kilimo, na hivyo tunavyo viwanda vidogo vidogo na vya kati ambavyo vinafikia sasa hivi takribani 568, ila tuna viwanda vikubwa vitatu ambavyo vinahusisha pia kutengeneza vifungashio, na kwa hiyo mnyororo kwa sehemu kubwa unaelekea kwenye kuimarisha na kuboresha uongezaji thamani ya mazao tunayoyazalisha. Sekta ya makaa ya mawe ni sekta ambayo sasa hivi inatupatia kwa mwaka huu wa fedha 2021-2022 hadi ninapozungumza leo, tumepata takribani dola milioni 5 zinazotokana na uwekezaji na mauzo ya makaa ya mawe. Yapo maendelezo ya bandari muhimu sana ya Ndumbi. Bandari hii ni kiungo muhimu kwa usafirishaji wa makaa ya mawe, ili sio tu yatoke Ruvuma, japokuwa sasa hivi yanaelekea uelekeo wa Mtwara, kwenye bandari yetu ya Mtwara. Ikikamilika ile na iko mbioni kukamilishwa, itatuwezesha kusafirisha makaa ya mawe hadi Zambia, kwa sababu itakuwa ni rahisi kufika Mbeya na kutoka pale kuyaingiza Zambia, lakini pia kwenda Malawi kwenyewe na hata kwenda nje huko Ulaya na Marekani pamoja na Asia kupitia bandari ya Mtwara. Kwa hiyo biashara ya makaa ya mawe, uchimbaji huu unaendelea vizuri. Ninatambua kwamba siwezi kuzungumzia vivutio vya Ruvuma kwa wingi wake ndani ya muda mfupi wa kipindi chako, lakini kwa wingi ule uliopo, uwe ni kupitia mbuga zetu za wanyama, lakini misitu yetu tunayoitunza ya asili, fukwe za ziwa Nyasa ambazo ni nyeupe na angavu, wamo samaki wa mapambo wa rangi ambako hawapo kwingine kokote. Mimi nitoe wito kwa wananchi wa mkoa wa Ruvuma, lakini na kwa Watanzania wote, ni muhimu sana tuimarishe utalii wa ndani. Chetu ni chetu, tukithamini. Uzuri wa ngoma ingia ucheze. Baada ya mkuu wa boma kutulambisha asali, tuliamua kuifata kwa miguu yetu wenyewe, kwa kuanzia hapa Songea mjini, ili kuanza kuyaonja yale aliyotusimulia babu yetu Jamvini baada ya kukalia mkeka wake. Nimekuja kwenye eneo mojawapo ambalo lina vivutio vikubwa. Hii ndio Ruvuma, na hapa ni wilaya ya Songea mjini. Kumbuka kwamba Ruvuma ina wilaya 5, mojawapo ni wilaya hii ya Songea mjini, na sisi kipindi cha Chetu ni Chetu tunavinjari kuonyesha yale mazuri ambayo yamesemwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Brigadier General Ibuge, kwa mujibu wa taarifa alizotupa wakati tunafanya naye mahojiano. Na hapa niko Ruhila Zoo, mamlaka
mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori. Ni eneo ambalo liko karibu kabisa na mjini na tutajua mengi kuhusiana na eneo hili. Naamini kabisa mikoa mingine itajifunza kuwa na usimamizi na uhifadhi wa vivutio vya utalii kama hivi. Mimi naitwa Sande Temba, chetu kitabaki kuwa chetu. Nimekutana na mwenyeji wangu. Bwana, mimi naitwa Temba, nimetokea ITV, chetu ni chetu. Wewe unaitwa nani? Kwa majina naitwa Msonda Samuel Simwanza, ni afisa utalii kutoka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania, TAWA. Pia ni msimamizi wa bustani ya wanyamapori ya Ruila ambayo ilianzishwa mwaka 1973, ipo katika manispaa ya Songea na iko umbali wa kilomita 9 kutokea mjini. Ni eneo ambalo limehifadhiwa katika mazingira ya kiasili kabisa, ni msitu wa asili na umehifadhiwa kutoka mwaka 1973, na kwa sasa wanyama waliopo tunao pofu, tunao nyumbu, tunao pundamilia, tunao nyani, tunao ngedere, tunao swalapala, pia tunao fisi maji, tunao kakakuona, tunao kundi kubwa la ngedere. Pia ni eneo ambalo lina wanyama wa ndege aina ya kanga, fundi chuma, jamii ya njiwa, kwale na species zingine nyingi ambazo zinapatikana. Ni eneo ambalo linafikika msimu wote. Ukija kiangazi, masika, unaweza ukafika kwa usafiri wa baskeli, pikipiki, daladala, magari binafsi, na huduma zipo zinapatikana mpaka saa 12 jioni. Ukija asubuhi kama una shughuli zako za sherehe, unaweza ukafanya, unaweza ukaona wanyama kwa urahisi, sehemu za kujifunza watoto, michezo ya watoto. Kwa hiyo ni eneo zuri kwenye shughuli za kiutalii. Na gharama zake ni ndogo. Kwa mtu mzima unaweza ukafika kwa shilingi 2000, mtoto unaweza ukaja kwa shilingi 1000, miaka 5 kushuka chini ni bure. Hebu tuambie mwitiko wa wageni na watalii, hususan watalii wa ndani wa Tanzania ukoje kwenye Ruila Zoo? Mwitikio kwa sasa hivi ni umeongezeka. Tunapata wageni wa ndani, hasa wanafunzi ni wengi sana, kwa sababu wanakuja kwa ajili ya kujifunza, kutokana na tunazunguka kwenye mashule kuhamasisha wanafunzi waje kujifunza. Wageni wa ndani wanafika kwa ajili ya kufanya camping na kuona wanyama, wanafika. Wanyama gani hatarishi tunasema? Wanyama hatarishi huku hatuna aswaswa, ni jamii ya chatu ndio tunao, tena ni wachache sana. Nao wamefungiwa ama wapo na ambao wako free, lakini kuna sehemu maalum ambao wapo kwenye mapango ya mawe ambapo tunapopita na wageni sio rahisi kuwaona, kwa sababu tunao wachache. Tulifanya utaratibu wa kuwapunguza, kwa hiyo eneo liko salama na hatuna madhara ambayo yashakutokea. Hakuna madhara toka wako free umesema? Toka mwaka 73 hakuna tukio lolote lililotokea la kuzulika mtu kutokana na kuja kutalii, na hatuna aina nyingine ya wanyama ambao ni hatarishi katika eneo letu. Mtazamaji, nimeuliza hili swali kwa sababu tuna nia njema tu. Tunakwenda humu ndani kutembelea, isije ikawa mtangazaji wa kipindi cha Chetu ni Chetu ikawa ndo mara ya mwisho kuniona baada ya bwana Chatu ama mkubwa Chatu kuweza kufanya kwake, lakini bwana amenihakikishia basi tutaingia ndani. Wanasema siku zote kizuri cha juza kibaya cha jitembeza. Tuko Ruvuma, moja kati ya mikoa mikubwa kabisa ambayo imebeba historia, vivutio vya utalii, mila, desturi, utamaduni. Usisahau pia vita vya maji katika ukombozi wa nchi nyingi bara kusini mwa bara Afrika ilianzia hapa, vugu lile. Tutajua mengi, usiondoke. Bwana, twende nani ndugu yangu? Hawa ni ngedere ambao tuliwahifadhi tu kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo. Tunao wengi, lakini kutokana na wanafunzi uhitaji wao wanakuja kujifunza, kwa asilimia kubwa tunaotumia tu kwa ajili ya mafunzo. Tunao ngedere 2 na nyani 1. Huyu ni nyani ambaye tumeanza kumuhifadhi katika hii cage toka mwaka 2010. Na wakati tunamchukua alikuwa na umri mdogo. Kwa wastani sasa hivi anaweza akawa na miaka kama 18 tu. Na tumemhifadhi naye, lengo ni kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo pamoja na utalii. Mfano mafunzo gani kwa vitendo hapa huwa mnani? Kwa mfano wanafunzi wakifika huwa wanahitaji kuona, kutokana na masomo yao, kujua asili ya huyu mnyama, hana vidole vingapi, maisha yake. Kwa hiyo akifika hapa tunawaelezea utaratibu wake, anakula nini. Kwa mfano huyo anakula matunda na vyakula vingine ambavyo binadamu wanakula. Kwa hiyo akimwona kwa ukaribu wanajifunza kwa vitendo kiuhalisia zaidi. Kwa hiyo ndio maana tumemhifadhi hapa kwa hiki kipindi. Na ana mwenzake. Huyu ana mwenzake kwenye hii cage, na tulifanya hivyo kwa sababu hatukuhitaji hawa wawe wengi hapa mjini. Kwa sababu kwanza tupo kwenye manispaa ambapo ni jirani na wananchi. Tukiwafuga hawa na uzi wetu ulivyo, wanakuwa ni wasumbufu nje na hawana uoga wa watu. Akija wa kike hapa ungemwona anasogea karibu, anafanya nini. Kwa hiyo ni wanyama ambao sio wengi, sio vizuri kwa nao wengi afu kawachia huyu. Na ukimwachia huyu anafukuza kabisa. Anafukuza mtu? Hata mwanaume? Mwanaume mpaka ukiwa na mwanamke jirani hapendi. Katika eneo letu la
hifadhi ya wanyamapori Ruila, asilimia kubwa ya miti ni miombo woodland, ingawa pia tunayo misuku, tunayo mininga, tunayo miwanga, lakini asilimia kubwa ni miombo woodland. Hii ni sehemu sasa hivi tunatengeneza campsite. Kwenye awamu hii tulipata fedha hii ya mradi ya COVID. Sisi tulipata ujenzi wa campsite moja ambayo itakuwa na kibanda cha kupumzikia wageni kikiwa pamoja na jiko, pia na choo ambacho kina upande wa wanawake na wanaume na sehemu ya watu wenye mahitaji maalum. Kile kibanda ambacho mnajenga kwa ajili ya watalii, je, watu ambao wanakuja labda na zile tenti zao wanaweza kuweka hapa kambi wakakaa wakatalii kwa siku ambazo wanataka? Ndio. Upande wa pili tuna campsite ambayo hipo inatumika, ina huduma ya choo, kuna kibanda. Kwa hiyo watu wakija na tent wanapiga, wanapumzika vizuri. Tuna huduma zote, tuna maji, tuna umeme na tunatumia kwa ajili ya kuweka campsite. Kwa hapa mnaboresha nini sasa hivi? Hapa sasa hivi tunaongeza campsite nyingine ambayo ni mpya. Lengo ni kuongeza ule wigo wa wageni. Wanapofika labda makundi ni mengi, wengine wanakaa upande wa huko, wengine wanakaa upande wa kule. Sababu hii itakuwa campsite ya kisasa zaidi. Ndio. Campsite ya kisasa. Na itakuwa na uwezo wa kuchukua watu wangapi labda? Ina uwezo wa kuchukua, labda tungesogea kidogo uone. Ina uwezo wa kuchukua watu wengi. Hii ambayo inaonekana ni kwa ajili ya kukaa na kupumzika kwa muda na kupata chakula, kwa sababu itakuwa ina jiko. Kwa hiyo ndo lengo la hii. Ni sehemu tu kwa ajili ya kupumzika na refresh mind na kupata vinywaji na nini. Lakini pembeni kunakuwa na hizi tenti ambazo ndio wageni wanalala. Kwa hiyo hii ni kwa ajili ya kukaa tu. Hakuna nyumba maalum za kulala, labda ni tents. Hakuna nyumba zaidi ya tents. Tofauti na mazingira yanayokaa. Tunatumia tent. Hakuna majengo ambayo ni kwa ajili ya kulala kabisa wageni. Na mpaka kule poli ile lote kwenu? Ni pote. Misitu ile yote? Yote. Mtazamaji, bado tunazunguka kwenye eneo hili zoo ambayo imehifadhiwa kwa ajili ya kuona mazuri. Tuko Ruvuma bado na tunajaribu kuonyesha yale ambayo yawezekana hata wana Ruvuma wenyewe hawajui kwamba eneo hili lipo, na niko na ndugu yangu hapa kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa na kadhalika na afisa habari dada yetu Anet. Tunajaribu kutembea kuona mazuri ambayo mjificha hapa. Usiondoke kwenye kipindi chako, chetu ni chetu, kitabaki kuwa chetu. Twende bwana. Hapa tulipo ni sehemu kwa ajili ya kuweka campsite ambapo tunaita Ruila View Campsite, na tunatumia kwa ajili ya kuweka campsite. Kwa mfano wageni wamekuja, tunapiga matenti kwa ajili ya kupumzika, na hii sehemu tulipo ni kwa ajili ya kupumzika. Baada ya kuwa umetulia kwenye hema, unatoka mida ambayo ni tulivu, unaendelea na shughuli zingine. Kama hapa tunacheza draft, tuko tunaendelea na kusubiria shughuli zingine za kitalii. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ya kupumzika, na watalii wanaruhusiwa muda wote kufika kwa ajili ya kupata mapumziko. Kwa hiyo hili ndio watu wanaweza kulala sasa. Eneo la pembeni ukiangalia hapo ni sehemu ambayo unaweza kuweka tent. Na tulizungumzia mwanzo usalama. Kwa wanyama wanaweza kusogea maeneo yao, watu wakaweza kuwaona. Na kwa wanyama tarishi umesema wanakuwa kwenye maeneo yao, mfano wale chatu. Lakini wanyama kawaida, wapofu, sui swala, sui nani, pundamilia, wanaweza kuja hapa jioni ili mtalii akiwa hapa anaona pia. Ndio maana jifunza hizi tabia za wanyama. Wanyama sio wakorofi. Kinachotakiwa hapo ni kujua ni aina gani ya mnyama na tabia zake. Wanyama wapo ambao ni wazuri kwenye kunusa, wazuri kwenye kuona. Kwa hiyo unachofanya hata tukiwa kwenye shughuli zetu hizi za kawaida, mambo ya utalii, tunachofanya ni kujua tabia za wanyama. Hata unapompeleka mgeni unajua, nampeleka kwenye aina gani ya wanyama, wana tabia zipi, wanapenda nini. Kwa hiyo ni rahisi sana kuwafikia kwa umbali ambao unatakiwa na kuwaona bila kujua changamoto zingine ambazo zinaweza zikamkuta mtalii. Kwa hiyo mgeni hamwezi kumruhusu akaja peke yake. Kwa mfano kama anatembea peke yake mpaka kwa mfano kwenye eneo letu hili mgeni anaweza akatembea peke yake kwa sababu kuna njia ambazo zipo. Sasa na hajui, mfano mgeni hajui labda tabia za wanyama namna gani, akapita kwenye njia yao, mfano tembo au masuji nyati. Kwa mfano sisi huku kwetu kwenye ile eneo letu hatuna wanyama wakorofi wakubwa kama wanakula nyama na nini. Zaidi tunao wanyama ambao wanakula nyasi. Kwa hiyo mtalii kuna maeneo ambayo yapo anaweza akapita mwenyewe vizuri tu. Kwa mfano tuna utalii wa kuendesha baskeli. Kuna sipu ambazo tumezitengeneza ni salama kabisa. Mtalii anazunguka na baskeli anarudi mpaka kwenye eneo sahihi. Pia tuna tour guide ambaye anaweza akaongozwa akaenda vizuri tu na akarudi. Kwa hiyo eneo letu liko vizuri, hata kwa kupita peke yako unaweza ukapita tu vizuri. Hili ni eneo ambalo kipindi cha kiangazi kama unavyoliona hivi
huwa tunachoma hizi nyasi kwa lengo la kupata chakula kipya cha wanyama, kwa mfano jamii ya swala, nyumbu, pundamilia. Kwa hiyo huwa tunaandaa kila mwaka. Kuna baadhi ya maeneo ambayo tumeyatenga, tunayagawa, tunachoma kwa awamu. Kwa hiyo unapochoma ile eneo, ukija mida ya asubuhi, jioni, utakuta species tofauti za wanyama. Kwa mfano nyumbu huwezi kuwakosa eneo hili. Jamii ya swala huwezi kuwakosa hapa, swala pala. Pia kulo pembeni ya mto pale huwezi kuwakosa nyumbu. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kwa kipindi cha kiangazi ni kivutio kikubwa. Kwanza ukifika utakuta sehemu yote imejaa wanyama, karibu species nyingi tulizonazo kipindi cha kiangazi utakikuta maeneo haya. Kwa majina naitwa mhifadhi mwandamizi Kenneth Sanga. Ni mhifadhi katika mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori, kwa kifupi inaitwa TAWA. Mamlaka yetu inajihusisha na uhifadhi katika maeneo ambayo yapo nje ya Ngorongoro na TANAPA, kwa maana ya hifadhi za taifa. Kwa maeneo yote yanayobaki nchini yanasimamiwa na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania, TAWA. Ninawaasa wananchi kushiriki katika kuhifadhi wanyamapori, kuhifadhi misitu kwa ajili kwanza tu ya kizazi chetu na kizazi kinachokuja, kwa sababu tunategemea viumbe hivi au mazingira haya tulionayo, tusipoyalinda, kizazi kijacho au sisi wenyewe tutaanza kuona madhara makubwa yakitokeza. Kama tunavyoona sasa hivi kuna mabadiliko ya tabia ya nchi, kuna baadhi ya wanyama wanatoweka, kuna baadhi ya miti inatoweka. Hivyo tuweze kuvilinda ili viweze kutusaidia pamoja na vizazi vijavyo viweze kufaidika na uhifadhi huu. Chetu ni chetu, kitabaki kuwa chetu. Pamoja na rasilimali lukuki na vivutio vilivyopo ndani ya mkoa huu, bado kuna maeneo ya mafunzo kwa vitendo yanayoweza kuwanufaisha vijana wengi wa ndani ya mkoa na nje kuja kupata elimu ya ufugaji wa samaki kwa njia za kisasa. Moja kati ya maeneo ambayo tumevutiwa kuja ni kituo ama mabwawa ya samaki ya serikali hapa Ruila, na ukitazama kuna wageni wengi wanafika, lakini mojawapo ni sisi ambao tumekuja hapa kuhakikisha kwamba tunakulisha mazuri ambayo yako hapa. Tujue kwamba je, hivi vivutio vina tija gani kwa taifa, lakini kwa nini wameweka mabwawa kama haya, historia yake, je tunafananisha vipi na nchi nyingine, nikimaanisha inawezekana kuna baadhi ya nchi wananufaika kwa kiasi kikubwa sana, aidha kuzalisha samaki, viumbe hai na vitu vingine. Hapa nimekutana na wenyeji wangu. Unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Bwana Emmanuel Godfrey Maneno. Wengi wadau wangu wengi wanapenda kuniita Emma Samaki. Emma Samaki. Kwa nini Emma Samaki? Kwa sababu samaki ni kitu ambacho nakipenda sana. Bwana. Na ndio field yangu ambayo nimefanya kwa muda mrefu sana. Tukitazama hapa tunaona moja kati ya kivutio kikubwa, na nilitamani kuona yawezekana watalii wengi wanakuja hapa kama rafiki zetu. Moja hapo ni huyu ni mmoja kati ya watu ambao wamekuja kutalii. How are you? Did you know Kiswahili? Najua kidogo. Mimi naitwa Sande Temba. Unaitwa nani? Severin. Umekuja hapa kufanya nini? Tunatoa training. Umetokea nchi gani? Uswizi. Training gani unafundisha wewe hapa? Tunafundisha walimu wa FETA. Wanakuja hapa kama walimu 20. Yes. Walimu 20. Wanakuja kujifunza kuhusu samaki, kuhusu nini? Kuhusu samaki. Uswizi hapo mabwawa kama haya? Hapana. Sisi tunafuga tofauti. Mnafugaje? Utofauti ukoje? Kwa mfano tunafuga kwa sababu hali ya hewa ni tofauti. Kwa hiyo kwa mfano tunafuga kwenye raceways pia. Raceway ni kwa mfano mto maji mengi yanayotembea. Au unafuga ndani pia kwenye recirculating aquaculture system. Unazungumziaje hali ya hewa ya hapa Ruvuma? Nimeshangaa. Niliingia na ndege leo asubuhi, alafu niliona pazuri kwa kufanya nini? Mafunzo. Kulima na nini? Na utalii. Ndio. Alafu nimeona mabwawa pia. Mabwawa mengi. Chetu ni chetu, sema chetu ni chetu.
Chetu ni chetu. Kitabaki kuwa chetu. Kitabaki kuwa chetu. Sawa. ITV super brand. Haya, sawa. Yako mangapi? Hapa tuna mabwawa 13. 13. Sasa na haya ni maji ya asili ama maji ya kuwekwa ama maji yanatoka chini yenyewe? Haya ni maji yanatoka, kuna mto ambapo tumechepusha maji yanaingia kwenye mabwawa, basi kwa ni maji ambayo yanatoka, yanaingia na yanatoka. Lakini samaki hawatoki. Samaki hawatoki. Na kuna aina ngapi ya samaki hapa labda ambao unazalishwa kwenye eneo hili? Hapa tunazalisha aina mbili za samaki. Tunazalisha samaki aina ya sato na samaki aina ya kambale. Sato na kambale. Sato na kambale ndio samaki tunawazalisha. Kwa maji baridi. Ufugaji wa samaki ni mpana na samaki wanahitaji wapate chakula, lakini kwa sababu kumekuwa na changamoto ya chakula cha samaki, sasa sisi kama kituo tumekuja na idea mbalimbali za kuweza kuhakikisha tunazalisha chakula ambacho kitamsaidia mfugaji wa chini kabisa aweze kumpatia chakula samaki, aweze kuwapatia samaki wake chakula. Kwa hiyo hii ni njia ambayo tunaitumia kwa ajili ya kutengeneza chakula cha ziada, lakini tunafanya hivyo kwa ajili ya kuwasaidia wakulima wetu ambao ni wa chini kabisa, ambao hawawezi kununua chakula hiki ambacho kinapatikana madukani, ambacho pia kimsingi gharama yake pia bado ni kubwa, ambapo katika nchi yetu bado uzalishaji wa chakula bado upo chini sana. Kwa hiyo hiki hapa tulichokifanya, tumetumia pumba laini kabisa ile ya mpunga. Kwa hiyo pumba hii laini ya mpunga tumechanganya na madini. Kwa hiyo tumechanganya na maji. Kwa hiyo tukishachanganya hapa, baada ya wiki 2 tutaanza kupata funza wengi. Kwa hiyo funza wengi ambao tunawapata hawa watakuwa ni chakula kizuri sana cha samaki. Kwa kuanzia wiki 2, wiki 3, wiki 4, kwa tutaanza kuzalisha funza wengi na tutachota, tutarushia samaki wetu, na samaki wanapata protini ambayo ni nzuri sana na inawasaidia pia katika ukuaji. Kwenye jamii, mabwawa haya samaki yanasaidia nini? Yanaleta tija gani? Tija ni kubwa, kwamba tunaposema nchi yetu tunahitaji ajira. Sasa tunaposema ajira ni pamoja na ufugaji wa samaki, kwamba ndio maana unaona mkoa wa Ruvuma ni moja ya mikoa inayoongoza kwa ufugaji wa samaki kwa sababu maji yapo mengi na kituo hiki kipo, kwa maana ya kwamba kinatoa mbegu bora. Kwa kama mbegu inapatikana, lakini pia malighafi kama hizi zinapatikana kwa bei ya chini sana, kwa sababu malighafi zinapatikana kwa bei ya chini, lakini kama zinapatikana kwa bei ya chini inawasaidia pia wakulima wengi waweze kuingia kwenye ufugaji wa samaki, kwa maana ya kwamba maji ni mengi, hizi malighafi zinapatikana kwa wingi, lakini pia kituo kipo kwa ajili ya kuwasaidia kuwapa huduma ya utaalamu, huduma ya mbegu na mambo mengine yote wanaweza wakayapata hapa. Ndio maana unaona sasa wanapoingia kwenye ufugaji wa samaki, maana yake ajira nyingi zinatengenezwa. Maana yake utauza samaki, utapata ajira. Na utaratibu wa uvuvi ukoje, labda kwa kupata samaki kwa ajili ya kupeleka kwenye jamii, ama mnahudumia tu sekta za serikali kwa sababu mabwawa yao, ama ikoje labda nyinyi? Sisi tunahudumia Watanzania, tunahudumia watu wote, yoyote anayefika hapa tunamhudumia. Ndio maana hata nyinyi ITV mmefika hapa leo tunawahudumia. Huduma tunayowapa ni pamoja na kuwapa elimu kama tunavyowaonesha hivi, kwamba atafika mtu hapa tutamuuzia mbegu. Sisi mbegu zetu tunauza kwa shilingi 100, samaki ambao wanaweza wakazaana, lakini samaki ambao shilingi 100 tu. Shilingi 100 tu. Samaki kama wale tunaona pale wadogo. Tunauza wadogo ambao ni mbegu. Hao wameshakuwa wakubwa, hao tumewafuga sisi. Na shilingi 150 kwa samaki ambao hawazaani, kwa maana ya kwamba madume peke yake. Kwa sasa mkulima au mfugaji atakuja atahitaji hitaji lake, anataka kitu gani, sisi tutamsaidia. Lakini pia tutampa elimu. Kuna mwingine anakuja haelewi kabisa. Kwa hiyo tutampa elimu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Akitoka hapa anaenda anafanya. Hebu tuambie kitu kingine, idadi ya watalii ambao wanakuja hapa, wanakuja wengi kwa kiasi gani, ukiondoa ndugu zetu hawa weupe, labda sisi wa Tanzania, wana Ruvuma yenyewe tunajua matumizi ya kuja kufurahia eneo hili? Kwa kweli mwamko umekuwa mkubwa sana. Mwamko umekuwa mkubwa, watu wengi wanakuja hapa, wengi wanakuja kwa malengo ya kujifunza. Wanafunzi, tunapata wanafunzi wengi sana wa sekondari, wanafunzi wa primary. Tunapata wageni mbalimbali kutoka nje ya nchi. Tunapata mfano mwaka huu tumepata wageni kutoka takriban nchi 12
ambapo walikuwa kwenye chuo cha kijeshi pale Kunduchi, ambacho kilikuwa kiko chini ya Meja Jenerali Muhona. Alituletea wageni hapa takriban nchi 12, ambapo walikuja kujifunza pia mambo ya ufugaji wa samaki na shughuli tunazozifanya. Walifurahi baada ya kuona mazingira yetu jinsi yalivyo, na walitoka wamepata elimu ya kutosha. Na hivi vijumba ambavyo mmeviweka mmevitenga hivi vile pale ni nini? Hivi tunaviita vizimba au kitaalamu tunaviita hapa neti. Sasa mfano kwa hiki tumeweka tu kama sample ya kuonesha mbegu yetu ukuaji wake ukoje. Umeona? Humu tumeweka tu sample kwamba tumeweka samaki tukawafuga vizuri kama moja ya research, lakini pia mtu anapokuja akaona mbegu yetu aone kwamba inaendaje. Lakini na sisi tunapouza mbegu uone kwamba matokeo yake yakoje. Lakini tumejiridhisha mbegu yetu inakuwa vizuri. Kwa hiyo Bwana Sande, haya ndio mazingira yetu. Kwamba tunavyosema kwamba tunafuga samaki sio maneno wala story. Tunafuga samaki kweli. Nafikiri unaona kwa macho. Humo ndo tumeweka sample ya mbegu yetu ili mtu anapokuja anawaona samaki wetu wakoje. Na hapo kwa sababu wameshakula ndio unaona hawatoki sana, lakini hao ndio wanavyokuwa. Yaani ndivyo wanavyokuwa. Tunavyosema kama samaki tunafuga samaki ndio vitu kama hivi. Sio nyinyi mnaona kwenye TV tu, lakini sasa leo mnaona live. Kwa hiyo hii ndio sample tumeweka hii kwa ajili ya kuonesha sample kwamba mtu anapokuja tunamwambia kwamba species yetu ni hii hapa, inafanya vizuri na inafanya vizuri kweli. Nafikiri ukiona samaki ni wakubwa na wanafurahisha. Ukiona samaki pia mtu nao wengi wa kutosha. Sasa labda unaweza kujua idadi ya samaki ambao wamo katika bwawa hili mfano? Umeona mabwawa umesema yako 7? Yako 13. 13. Yes. Labda idadi mnajuaje kwamba sasa hivi hawa wametakiwa kuvuliwa? Ya tunajua kwa sababu kuna maandalizi ambayo unayafanya kabla hujafanya chochote. Kwa hiyo unafanya maandalizi ya bwawa, ukishamaliza kufanya maandalizi ya bwawa, unajaza maji, alafu baada hapo unapanda mbegu kwa idadi. Kwa hiyo tunajua tumepanda idadi. Unajua kama uko kwa 30. Tunajua. Yes. Tunajua. Na kuvua mnavuaje? Mnavua kwa ndoano ama kwa nyavu za kawaida ama inakuaje? Kuvua sasa inategemea. Unaweza kuvua kwa njia zote, inategemeana na malengo yako na malengo gani. Unaweza kuwa unafanya labda sport fishing, unavua tu kwa ajili ya kujifurahisha, utavua kwa kutumia ndoano. Unataka kufanya labda unataka uvue tu kilo chache. Kwa hiyo tunaita partial harvesting kwamba unavuna samaki wachache kulingana na mahitaji yako. Kwa hiyo utavuna hao samaki wachache utawatoa. Lakini kama unataka kufanya total harvesting, unataka utoe samaki wako wote, maana yake utatoa maji. Utatoa maji yote. Yanatoka. Tunafungua mlango wa kufungulia ule pale. Kuna mlango wa kufungulia huko pale. Kwa hiyo ukifungua mlango maji yote yanatoka. Kwa hiyo maji kwa samaki wanabaki. Samaki wanabaki. Mnawaona kwa unaokota tu. Mnakuwa na nyavu. Kwa hiyo mnabakiza tu maji machache ambapo samaki wote watakaa pale. Kwa hiyo mnapitisha nyavu. Na miguu tu. Mnapitisha nyavu pale, mnatoa samaki wenu wote. Ni rahisi sana. Yeah. Severin, kwenu Uswizi kwenu mnafanyaje kuhusu ufugaji wa namna hii? Kama nilivyosema, sisi tunafuga kwenye raceways na kwenye recirculating aquaculture system. Na kwenye ponds sio sana. Labda kwa mfano Hungary wanafanya hiyo au Ujerumani, lakini Uswisi hafanya hivi. Na samaki wa Uswizi ama sehemu ambapo unafundisha unafuga huko, wapo wa namna hii ama ni tofauti? Maana huko kuna sangara na sato. Huko kwenu wakoje, samaki aina gani? Ni trout kwa mfano au pike perch au salmon. Mtazamaji, chetu ni chetu, tupo tunajaribu kuonyesha mazuri. Ima, eneo hili ni la nini? Kwa sababu hata maharusi kumbe wanaweza kuja. Mfano watu wanafunga ndoa ya Ruvuma huko, wanataka waje wapige picha hapa, mnawachaji chochote? Hatuchaji. Hapa ni eneo la serikali. Ila watakuja watapata elimu kwanza. Wakishapata elimu tunajua wakienda huko wanaanza kusambaza. Lakini lazima wapate kibali kwa wakina Aneti hao. Ni kwetu sisi wenyewe. Ni wenyewe. Kwamba ruksa kuingia na shida. Lazima tuwasiliane na wakubwa zetu. Bwana, ile eneo lingekuwa Dar es Salaam hili, lingekuwa na oda nyingi. Na najua tungeingiza hela. Na ni moja ya maeneo ambayo ni bora kwa mkoa wa Ruvuma. Eneo letu sisi ni moja ya maeneo bora kwa mkoa wa Ruvuma na watu wengi wanapapenda. Tumepata wageni wengi sana hapa wanapapenda. Tanzania kwa kweli tuna fursa kubwa sana, hasa ya maji. Yaani katika nchi 10 duniani na sisi tupo kwa watu wenye maji mengi.
lakini pia ukiangalia kwa sasa hivi ndani ya kipindi kifupi tumeweza kuingia katika nchi 10 Afrika ambazo zinafanya vizuri kwenye ufugaji wa samaki. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa jinsi gani tunaenda kwa kasi sana. Na kama unavyofahamu Bwana Sande, Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan anatilia mkazo sana uchumi wa blue. Huu ndio uchumi wa blue ambao kila siku unasikia unaongelewa. Mtazamaji, hapa nilikuwa najaribu kukamata samaki kwa mkono. Labda kama tukimtega na hiki anaweza kuingia. Mimi nataka samaki mmoja hapa. Kwa nini kose samaki? Danet, ngoja kwanza tutamvizia hapa. Tutamvizia samaki wote aje hapa. Tuondoke na kitoweo siku leo. Sisi wameshajua hawa. Kosa. Tunajaribu kuonyesha mazuri ya Ruvuma. Wengi hawajui, lakini sasa kupitia kipindi hiki wengi mtatumia fursa. Si Ima amesema si mwana Ruvuma tu, hata taasisi za kijeshi, hospitali, vijana, wote wale magereza mnataka kuja kujifunza hapa, elimu wanaitoa bure kabisa. Hebu tumie nafasi ya sasa, kwa sababu baadaye inawezekana isiwe tena bure. Vikundi vya kanisa, vikundi vya kwenye misikiti, taasisi mbalimbali, vyama vya washereheshaji, hakikisha unakuja hapa kuja kujifunza. At least ama mwisho wa siku na nyie sasa muwe na mabwawa kama haya. Mbona Tanzania ni kubwa, ina fursa kubwa. Siku zote tuthamini vya kwetu. Hii ndio Tanzania bwana, chetu kitabaki kwa chetu. Bwana, mimi nashukuru. Huku ndio watu wanakaa kupumzika, kupiga msosi nini? Kupiga msosi. Kuenjoy mandhari. Unaenjoy mandhari, unapata hewa ya ziwani au hewa ya baharini. Huku chini urefu wake ukoje? Ni mita 1 tu. Mita 1. Mita 1. Hapa ni Bloodstock Ponds. Hili ni bwawa ambalo ni bwawa mahususi kwa ajili ya wazazi. Kwa hiyo wamechaguliwa wazazi wenye sifa ya kuwa wazazi, wakawekwa kwenye hivi vizimba mnavyoviona, na kinachofanyika hapa tunatoa mayai kila baada ya wiki moja. Tunatoa mayai. Kwa hiyo na tunapotoa mayai tunayapeleka hatchery kwa ajili ya kuyangua. Baada ya kuyangua vifaranga wanaotoka pale tunaenda kuwalea. Kuna sehemu tutaona pale inaitwa nursery pond, ambayo ni mahususi kwa ajili ya kulelea au watoto wa samaki au vifaranga wa samaki au mbegu za samaki. Na sasa itategemea tunaamua kuwabadilisha wangapi wawe wa kiume na wengine tunaamua kuwaacha hivyo hivyo. Kwa hiyo sasa hiyo ni mpango ambao tunakuwa nao sisi kama uongozi wa kituo kulingana na mahitaji yetu. Lakini baada ya hapo wanalelewa mpaka watakapofikia umri wa kuingia sokoni, basi tunawauzia wadau wetu ambao ndio wafugaji wetu. Wazazi ambao au mbegu ambao wanaipata inatoka kwenye hivi vizimba au kwenye hizi hapa net. Hii ndio injini ya uzalishaji wa kituo chetu, na macho yetu yote yako hapa kwa sababu hapa ndio uzalishaji unapofanyika. Na kwa sababu tuna wazazi wengi, huwa tunawapumzisha kwa maana ya kuwatenga. Mnatenga wa kiume wanakaa peke yao na wa kike wanakaa peke yao. Baada ya kuwapumzisha kwa muda fulani, baadaye tena mtawarudisha kwenye ule mzunguko. Kwa kufanya hivyo tunaendelea zaidi kuboresha mbegu yetu. Mfumo tunaotumia sana, tunatumia mfumo unaoitwa rotational mating, kwa kitaalamu wa cohort selection, ambao ndio mfumo ambao tunaotumia sana. Ni mfumo ambao unatusaidia kuhakikisha kwamba mbegu yetu inaendelea kuwa na ubora. Samaki wetu wakikaa baada ya miaka 2 tunawatoa, tunaingiza tena cycle nyingine ambayo tayari inakuwa imeshafikia kwa ajili ya kwanza kuzazi. Kwa hiyo tuna mbegu ya kutosha kwa ajili ya kuendeleza mbegu bora. Yaani mayai ukichukua unajua kwamba hili ni la dume, ile la jike? Swali zuri sana. Tunachokifanya, unaona hiki kizimba, wanaingia watu wawili wakiwa na mti mrefu. Kwa hiyo wanaingiza kwa chini, wanauburuza kuja mpaka wanafikia kwenye engo hii. Kwa samaki wote wanavutwa mpaka sehemu moja, tunasema concentration, tuna concentrate kwenye eneo moja. Kwa hiyo tukiwaweka kwenye eneo dogo, tunaanza kuwachagua. Unamchukua samaki jike, ambapo samaki jike analea mayai yake mdomoni. Kwa hiyo unamchukua samaki jike, unabetua midomo yake ile, unatoa mayai, unakuwa na chombo kama hiki ambacho kina maji. Kwa hiyo unatoa mayai yake, unamnyakua mayai kwenye mdomo wake. Kwa yale mayai unayomnyakua ndio unayoyapeleka maabara pale kwa ajili ya kwenda kuyaangua. Kwa hiyo ule mfumo ambao ungefanyika kwenye mdomo wa samaki unaenda kufanyika kwenye maabara. Ni mfumo ule ule. Kwa hiyo kwa joto kama hili sasa hivi liko 28, 27, 28 mpaka 30 wakati mwingine. Ni joto zuri sana. Ndani ya siku 2 siku 3
mayai yanakuwa yameanguliwa. Lakini wakati wa baridi inaweza kuchukua mpaka hata wiki 2. Kwa sababu joto ambalo linafaa sana kwa ufugaji wa samaki ni 26, nyuzi joto 26 mpaka 28. Ikiwa chini ya hapo ni nzuri, lakini sio nzuri sana kwa ukuaji wa samaki na hata kwa uanguaji wa mayai. Kwa hiyo kwa kipindi hiki ni kipindi kizuri sana kwenye uzalishaji wa mbegu. Karibuni sana katika chumba chetu cha uzalishaji. Kama mnavyokiona ni chumba ambacho ni cha muda mrefu, lakini hapa ndipo uzalishaji unapofanyika. Hizi jagi kama unavyoziona zinaitwa hatching jar kwa ajili ya kuangulia mayai, na hizi ni tray, hatching tray ambazo vifaranga wataingia huko. Baada ya kuwa wameshaanguliwa, tutaweka kwenye hizi tanki kwa ajili ya kuwalea na kuendelea kuwapa hormone kwa ajili ya chakula ambacho kitaweza kuwabadilisha kuwa jinsia tunayoitaka. Lakini pia kuna tanki zingine kwa ajili ya kupumzishia samaki ambao tunawasafirisha. Vifaranga ambao watasafirishwa tunawaandaa kwa siku moja bila kuwalisha chochote au siku 2. Baada ya hapo wanasafirishwa, nategemeana na wanasafirishwa kuelekea wapi. Hatchery yetu ni ndogo, lakini serikali imefanya jitihada kubwa sana ya kuhakikisha kwamba wanatujengea hatchery au Kiswahili wanaita kitotoleshi ambayo ni ya kisasa. Wametupatia zaidi ya milioni 200 na tayari jengo limeanza kujengwa. Jengo ambalo litakuwa ni jengo la kisasa. Na baada ya jengo hilo kukamilika, uzalishaji wetu utaongezeka sana. Kwa sasa hivi tunazalisha vifaranga takriban milioni 1 kwa mwaka. Mwaka huu tunatarajia kufikisha milioni 1.2 lakini mwaka jana tulizalisha takriban milioni 1. Kwa mwaka huu tutazalisha milioni 1.2. Lakini baada ya kukamilika jengo letu lile, tunatarajia tuzalishe zaidi ya milioni 5 mpaka milioni 10 kwenye kituo chetu, kwa sababu uwezo wa kuzalisha kulingana na miundombinu yetu tulionayo na uboreshaji unaoendelea kufanyika, tutafikia uzalishaji huo, na hivyo kuhakikisha kwamba tunaweza kuzalisha au kusambaza mbegu mpaka nchi mbalimbali, ikiwemo nchi ya Msumbiji ambao wana mahitaji makubwa, nchi ya Kongo wana mahitaji makubwa, na nchi zingine. Hili ni bwawa ambalo tumeliweka mahususi kwa ajili ya kufuga samaki aina ya kambale, na hapa tumewaweka kwa ajili ya mbegu. Hapa tumewahifadhi hawa na tunawatunza vizuri kwa ajili ya kutuzalishia mbegu. Na tunachokifanya, tunatumia njia mbalimbali ambazo zinatumika kwa ajili ya kuzalisha mbegu za kambale. Sana tunatumia semi artificial propagation kwa kuwachoma hormone wote, mwanamke na mwanaume, ambapo mwanamke tunawachoma kulingana na uzito wao, lakini dozi anayoipata mwanamke mwanaume anapata nusu yake. Kwa hiyo tunawachoma, tunaweka kwenye kizimba. Basi wakisha anguliwa baada ya masaa ambayo tutakuwa tumeyaweka kulingana na hali ya hewa, tutawatoa mayai yale, yataendelea kuanguliwa huko ndani. Mwisho wa siku tunakuwa tumepata. Lakini kuna njia nyingine ambayo inaitwa artificial propagation, ambayo yenyewe unamuua dume ili upate mbegu zake za kiume. Alafu baadaye mwanamke utakuwa umemchoma sindano kwa ajili ya kupata uchungu, baadaye unakamua mayai. Kwa hiyo mayai yale utachanganya na mbegu ambayo imetoka kwa mwanaume ambaye umemuoa. Kwa kufanya hivyo unaendelea kuyalea yale mayai, mwisho wa siku yanaanguliwa na unapata vifaranga. Kwa hiyo njia zote tunazitumia. Kambale anavumilia mazingira magumu sana, tofauti na hawa samaki wengine. Kwa hiyo anavumilia mazingira magumu, na kwa sababu anavumilia mazingira magumu, pia kambale hata ukuaji wake ni mkubwa zaidi kuliko hawa samaki wengine. Kuna kitu kimoja ambacho watu hawajakitambua. Kambale ni moja ya samaki ambaye amezalaulika sana. Lakini kambale ni moja ya samaki ambaye ana virutubisho vingi sana, na virutubisho vyake vina muhimu mkubwa sana kwenye mwili wa binadamu. Na ndio maana unaona nchi za wenzetu, ukiangalia kama South Korea, ukiangalia kama Belgium, ukiangalia Uingereza, ukiangalia hata Marekani, Mississippi kule, wanapenda sana kambale kwa sababu wana virutubisho vingi, na kambale anaheshimika sana. Ukiangalia hata West Africa, nchi za Nigeria na nchi zingine, Ghana, kambale ndio moja ya samaki anayeheshimika sana kwa sababu wanatambua umuhimu wake. Lakini sasa kwetu huku sisi hatumheshimu sana kambale kwa sababu tuna vitu vingi. Tuna samaki wengi, tuna vitu vingi, ndio maana unakuta tunabagua. Lakini nilipenda kuwasisitiza watu wapendelee sana kumla kambale. Kambale ni moja ya samaki ambaye ana virutubisho vingi sana, na
na ana madini mengi, ana virutubisho vingi na anasaidia sana kujenga mwili wa binadamu. Hasa kama atatumia mama mjamzito, akitumia mtoto mdogo, maana kambale au samaki inajenga sana akili ya binadamu. Tanzania ni nchi ambayo imebarikiwa sana. Tanzania ni moja ya matajiri wa samaki aina ya sato. Species za samaki aina ya sato zilikuwa 77, lakini sasa hivi zimeongezeka, zimeshafikia takriban 100. Kuna zaidi ya species 100 za samaki aina ya sato. Lakini Tanzania tuna species kama 26 za samaki ambayo ni aina ya sato. Kwa kutufanya sisi Tanzania kwa matajiri wa makabila mengi ya samaki aina ya sato. Na masamaki 24 au makabila 24 yanaweza kutumika kwa ajili ya kuliwa na vitu vingine. Lakini yale makabila mengine yanatumika tu kwa ajili ya biodiversity, makabila mengine mawili. Kwa hiyo hapa peke yetu tuna makabila pia mengi ya sato, tuna takriban makabila 4. Kabila ambalo tuko nalo hapa ni pamoja na kabila ambalo linajulikana sana duniani. Zaidi ya nchi 100 wanalifuga hilo kabila. Kabila aina ya sato linajulikana kama Holoclomys niloticus. Holoclomys niloticus ndio moja ya kabila ambalo linafugwa na nchi nyingi duniani na ndio linaongoza kwa kufugwa. Lakini pia tuna kabila la Chilanus ambalo ni kabila linatoka Lake Nyasa, ziwa Nyasa pale, nao pia tuko nalo hapa. Lakini pia tuna Coptodon rendali na Coptodon zerai. Wote hao tuko nao katika kituo chetu. Kwa hiyo na hii tuliweza kufanya study kubwa sana, na wataalamu walikuja hapa kutoka Bangor University na Bristol University ya Uingereza, wakisaidiana na wataalamu wa ndani, akiwepo Dr. Bernard Ngatunga au Dr. Ben Ngatunga, alikuwa ni mkurugenzi wa tafiti. Kwa hiyo walikuja wakafanya hii study na wakaweza kutusaidia sana kuweza kufanya identification ya species tulizonazo na kuweza kutambua kwamba tuna species aina gani. Na ndio maana tunaposema kwamba tuna mbegu bora kweli kweli, kwa sababu tayari wataalamu waliobobea tumeshashirikiana nao kuhakikisha kwamba tunaweka mbegu ambayo iko vizuri. Kwa hiyo tuko vizuri Tanzania kwenye masuala ya ufugaji wa samaki, na serikali imejipanga vizuri kuhakikisha kwamba uchumi wa blue unapiga hatua na unashika kasi. Kwa hiyo karibuni watu tufuge samaki, tujenge akili zetu. Asanteni sana. Kabla sijakunja jamvi ili nirudi malaloni kwangu kuitafuta kesho itakayotupeleka mpaka mlima Chandamali kushuhudia pango kubwa la Chifu Songea Mbano, yatupasa kuserebuka na ngoma ya kwetu, huku tukitimua vumbi kwenye dimbwi la maji ya matambiko, maji yaliyoamua namna ya kuishi kwa kabila hili kubwa la Wangoni. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania.